Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu, na kusalimu kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, nataka tuangalie kwa nini mara nyingi sana waamini tunafananishwa na dhahabu, au mateso ya waamini yanafananishwa na mchakato wa kuipata dhahabu. Tunajua wazi kwamba unapozungumzia dhahabu mpaka umeipata dhahabu, manake hapo unajua wazi kabisa moto umehusika kwa asilimia kubwa. Kwa mfano nishawahi kuatendi zoezi fulani la kupata dhahabu. Kuna mchakato ambao sitaki kuanza kwenye mchakato wa kwanza kabisa, sijui kwenye kuchimba nini. Nataka nianzie ambapo zinakuwa zinaingizwa elution plant. Kuna matenki fulani hivi yanakuwa yanawekewa maji na sehemu ambayo inawekwa carbon ambazo zina hizo dhahabu. Maji hayo yanakuwa yanapashwa moto kwa umeme mkali maji yanakuwa na nyuzi za centigrade zile za kuchemshia maji zaidi ya 100, zaidi ya 100 mpaka 120 mpaka 130. Kwa unaweza kuona ni kiwango kikubwa mno cha maji kuliko maji ambayo tunachemsha ili yawe safi na salama. Ni kiwango kikubwa mno. Bado hapo kuna matumizi haya ya madawa kama nitric acid, sijui sulfuric acid, ambayo hayo madawa makemikali ukiwekewa kwenye mkono yanatafuna nondo, yanatafuna vyuma lakini yanahusika kwenye mchakato wa dhahabu. Bado ikishatoka hapo, bado kuna process nyingine ya mwisho ambayo ilikuwa inafanyika kuchoma hiyo dhahabu kwa kutumia moto, na moto wenyewe ilikuwa mitungi miwili. Mtungi mmoja una moto wa blue, mtungi mwingine una moto wa njano. Ule moto zinaunganishwa zile paneli ambazo zinatolea moto, zinaunganishwa unakuwa moto mmoja sasa, lakini kutoka mitungi tofauti tofauti. Alafu hiyo dhahabu sasa ndio inaanza kuchomwa. Nakwambia hapo dhahabu ndio inapotengenezwa sasa. Maana yake, kwa sababu dhahabu au mwamba wa dhahabu una madini mengine pia. Una madini kama zinki, copper, sijui sulfur na madini mbalimbali hapo pale. Ili sasa ipatikane dhahabu, moto unahusika ili kuondoa yale madini. Kwa hiyo utakuta hapo copper zinatoka, sijui sulfur zinaisha, yaani yanatoka au madini mengine, mpaka inafika wakati sasa inabaki dhahabu yenyewe kama dhahabu, ambayo hata uichome vipi inaendelea kubaki kuwa dhahabu. Kwa hiyo mchakato wa mwamini unapokuwa umempokea Yesu Kristo, unakuwa haupo kwenye standard ile ambayo umekamilika kumfanania Yesu. Kwa hiyo kuna baadhi ya tabia ambazo hauwezi kuziacha. Kuna baadhi ya vitu ambavyo huwezi kuviacha. Kuna namna huwezi kubadilika mpaka upitie mchakato wa majaribu. Ndio maana katika kitabu cha Yakobo ile sura ya kwanza kuanzia mstari wa 2 mpaka 4 anasema tufurahi tunapopitia majaribu. Kwa sababu gani? Kwa sababu majaribu ndio ambayo yanatukamilisha, yanatufanya tuwe wakamilifu. Kumbe bila majaribu hatuwezi kukamilika. Kwa hiyo kumbe majaribu sio kitu kibaya, kwa sababu hayaji kwa ajili ya kutuangamiza. Huo moto wa majaribu unakuja kwa ajili ya kuondoa hizo kopa, kuondoa sulfur, ili tunapobakia tubaki kama dhahabu. Ndio maana Ayubu katika kitabu cha Ayubu ile sura 23 mstari wa 10, Ayubu anasema kwamba lakini yeye alijua njia niendeayo, akiisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Maana yake Ayubu alikuwa anajua kabisa kwamba pengine kuna kitu ambacho kipo juu yake. Anaweza kama kweli sio dhambi, lakini kuna kitu ambacho kipo ndani yake. Kwa hiyo kupitia yale majaribu atatoka akiwa kama dhahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 6 na wa 7 anasema mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hapa pia anazungumzia thamani ya imani yetu kujaribiwa. Maana yake ni kwamba kwa sababu tunamwamini Yesu Kristo, kuna kipimo ambacho kinaipima hiyo imani yetu kwa Yesu Kristo, ili kuthibitisha ikiwa ni kweli tunastahili sifa, heshima na utukufu katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Je, ni kweli tunampenda Yesu Kristo?
au tunaigiza. Kwa hiyo majaribu ndio yanakuja kuthibitisha. Mfano mzuri, unakuta kwenye mahusiano, upo kwenye mahusiano na mwenza wako, ikatokea changamoto yoyote, umefeli somehow, au kuna changamoto au tatizo lolote, alafu mwenza wako akashindwa kuwajibika kwa sehemu yake kwenye changamoto yako, akakukimbia kwa sababu ya hiyo changamoto, akakukimbia au akakuacha, inamaanisha kwamba huyo mtu sio sahihi kwako, kwa sababu kama ungekuwa umeshaingia tayari kwenye agano la ndoa, alafu ikatokea changamoto, maana yake angekukimbia mkiwa kwenye ndoa, alafu ukabaki ukiwa ni mjane, au kama ni mwanaume ukabaki ukiwa mgane. Unaona? Kwa hiyo maana yake changamoto iliyotokea kabla hujaingia kwenye ndoa ndio iliyothibitisha kwamba huyu mtu anakupenda au hakupendi. Kwa hiyo hata imani pia, imani haiwezi kuwa halisi mpaka imejaribiwa. Imani inahitaji kujaribiwa ili iweze kuwa halisi. Unaposema unampenda Mungu, maana yake kuna majaribu ambayo yanainuka. Ndio maana wengine tulipoamua kumpokea Yesu Kristo, wazazi walifikia hatua hata kutushikia panga, kuchoma vitu vyetu, kutuchukia, hata kutaka kutuua kabisa. Kwa nini? Imani inajaribiwa. Je, ni kweli unampenda Yesu? Je, ni kweli utabaki na Yesu? Je, ni kweli unampenda Yesu, au likija jambo lolote lile litakutoa nje ya Yesu? Kwa hiyo kabla Mungu hajakuamini, ni lazima akupeleke kwenye pointi ambayo hauwezi kubadilika. Kwa hiyo kuna majaribu ambayo yanakuja ya kutengeneze wewe uweze kuwa ni mtu ambaye hauwezi kubadilika. Ukifikia kuwa hatua ya dhahabu, maana yake hauwezi kubadilika. Sio upanga, sio njaa, sio kukataliwa, sio chuki za watu, sio maneno ya watu. Hakuna kitu ambacho kitaweza kukuondoa kwenye nafasi ya wewe kuendelea kudumu na mahusiano na Kristo. Hakuna kitu ambacho kitakuumbisha, sio wafalme, sio watumwa, sio fedha, sio mali, sio utajiri, sio heshima, sio cheo. Hakuna kitu ambacho kitakutoa kwenye nafasi yako ya mahusiano na Mungu. Kwa sababu gani? Umeshafikia tayari hatua ya kuwa dhahabu. Umeshakuwa dhahabu. Hata ukishawekewa moto pale, hauwezi kubadilika, hauwezi kubadilika, kwa sababu tayari wewe ni dhahabu. Ila purity yako itazidi kuongezeka na kuimarika zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio pointi ambayo mwamini anafikia kupitia majaribu. Kwa hiyo pasipo majaribu, kuna aina ya viwango ambavyo huwezi kupitia. Maana ili Mungu akuamini, ni lazima hayo majaribu uyashinde. Ni lazima uvuke hivyo vikwazo. Ni lazima uhakikishe kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kukutenganisha wewe na upendo wa Kristo. Ndio maana Mtume Paulo, licha ya mateso, kupigwa, kutaka kuuliwa, mambo yote ambayo yalikuwa anampata, alisimama na Yesu Kristo. Akafika pointi anasema kwamba, je, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Ni nani? Ni nani? Kwa sababu gani? Ameshafikia pointi ambayo ametengenezwa na hayo majaribu mpaka amekuwa na thamani ya zaidi ya dhahabu, ambayo thamani yake inapotea, kwa sababu dhahabu thamani yake inaweza kupotea. Ikiwa kwenye mikono yako utaona na thamani, si ndio? Lakini ikishatoka basi thamani yake inapotea. Lakini pia thamani ya imani ambayo sisi tuko nao kupitia Yesu Kristo inaleta uzima wa milele. Kwa hiyo ndio maana thamani hii inakuwa ni zaidi ya thamani ya dhahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe ni dhahabu ambayo umempokea Yesu Kristo. Ukipitia majaribu, changamoto, usiogope wala usimwache Yesu. Endelea kusimama imara na Yesu, kwa sababu unatengenezwa kuwa dhahabu ili ufikie hatua ambayo hakutakuwa na joto, hakutakuwa na mateso, hakutakuwa na changamoto ambayo itakufanya wewe utengane na Yesu Kristo. Umebarikiwa sana mtu wa Mungu.